Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimeiomba serikali kupitia upya na kufanya marekebisho ya sheria ambayo imetoa nguvu kubwa kwa majaji kuweza kuwachukulia hatua mawakili wa kujitegemea pindi wanapotekeleza majukumu yao ikiwemo kuwafukuza mahakamani. Tupate taarifa zaidi na Mwajuma Hassan kutoka Iringa. Kauli hiyo imetolewa na makamu wa rais wa chama cha mawakili wa kujitegemea TLS wakati wa mkutano mkuu wa chama hicho mkoani Iringa, ambapo manyanyaso na kauli zisizofaa ni moja ya mambo yaliyoangaziwa. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta wakili anaenda mahakamani, anakuta wale watendaji wa mahakama wawe ni makarani, huwa kuna namna ambavyo huwa wanatudharau. Yaani hawatuchukulii kwa uzito kama ambavyo mfano hakimu au jaji anaheshimiwa akiwa yuko kazini mahakamani. Lakini sio hivyo tu. Tuna changamoto pia ya sheria yetu ya mawakili ambayo inaruhusu jaji kuweza kumsimamisha wakili akiwa pengine kuna kitu amekifanya akiwa anaendesha kesi mahakamani. Sasa kile kitendo cha hiyo sheria au hicho kifungu cha sheria kinatufanya sisi kama mawakili kuwa wanyonge. Wakati mwingine huku namtetea mteja wako mbele ya mteja, jaji ananyanyuka anasema nyamanza, fanya hivi, lakini tuna baadhi ya hayo matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza. Lakini kwa namna gani changamoto hizo zinakwamisha utendaji kazi wao? Anakosa kabisa kujiamini, lakini wakili anapokosa kujiamini hawezi kutekeleza majukumu yake vizuri. Uwakilishi wowote ambao ataufanya kwa mtu yeyote yule ambaye anamwakilisha hautakuwa na tija. Akifungua mkutano huo, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa anaeleza mchango wa mawakili katika kuhakikisha haki inapatikana. Sisi kama mahakama tunathamini mchango mkubwa wa TLS katika kufikia malengo ya taifa tuliojiwekea katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mabadiliko chanya katika jamii yetu yanahitaji viongozi wenye uadilifu usiotiliwa shaka, wenye utayari wa kutatua changamoto kwa kutumia meza ya majadiliano na wenye dhamira ya kweli ya kuimarisha utawala wa sheria, utetezi kwa wananchi na usimamizi wa haki. Mwajuma Hassan, EATV, Iringa. Shukrani sana Mwajuma Hassan kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, bado tunao tajiri